nchini Kenya, ambapo rais wa Kenya William Ruto amesema wale wote waliotekwa nyara kufuatia maandamano ya vijana dhidi ya serikali nchini humo mwaka uliopita wameachiwa na kuungana na familia zao. Ruto aliyesema haya jana akidai ametoa maagizo makali ya matukio ya utekaji kutofanyika tena nchini humo. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Jacob Safari amezungumza na seneta wa Busia ambaye pia ni mwanaharakati wa haki za binadamu, Okiya Omtata, na kwanza alitaka kusikia maoni yake kuhusiana na kauli hiyo ya Rais Ruto. Vile mimi najua ni kwamba watu wote hawajaachiliwa. Kuna watu ambao saa hii bado tunasukuma kesi zao kwenye mahakama tukitaka kujua wako wapi, kama wale vijana wa Kitengela mpaka sasa hawajulikani penye walienda. Jambo la pili ni kwamba ni kinyume cha sheria kuteka watu nyara. Leo rais kusema wameachiliwa na haitarudiwa ni kwamba amekiri kwamba yeye ndiye anahusika, na tungependa kuelewa ni kwa sababu gani alifanya hayo, na ni kinyume cha sheria. Na kama ni nchi ambayo kweli natii utawala wa sheria, bwana rais anatakana angejiuzuru. Mheshimiwa Okiya, unamtuhumu rais moja kwa moja na matukio haya ya utekaji wa watu? Yeye ndiye anahusika na utekaji wa watu. Hakuna mtu mwingine anahusika. Kwa sababu ukisikiza ile ilikuwa ya waziri wake ambaye alikuwa zamani ni mkuu Attorney General, alituelezea kinagaubaga vile mtoto wake alipotekwa nyara na akaongea na rais, na rais akapiga simu kwa watu wa NIS na kijana wake akaachiliwa. So Rais Ruto ndiye anahusika na haya maneno, na yeye pia ndio amri jeshi mkuu, kwa sababu ambao walitekwa nyara walikuwa wanatekwa nyara kwa sababu ya kwamba wenye wanamuongea wamesema ni kwa sababu ya kwamba walikuwa wakikashifu serikali ya bwana Ruto. Kwa nini rais ajitokeze mbele ya umma na mbele ya rais wa nchi nyingine kutoa kauli kama hii, kama unavyomtuhumu yeye mwenyewe ndio amehusika? Rais wetu huyu bwana Ruto ni kama amechanganyikiwa kidogo. Hata juzi alitoa hoja akatangaza kwa dola ya kwamba kulikuwa na mfurugano ambao watu waliuawa kule Rift Valley kuhusiana na kesi ya shamba fulani. Akasema kuwa ameongea na mwenye shamba na wakakubaliana vile watasuluhisha hilo neno, akamtaja kwa jina. Baadaye ikajulikana kwamba huyo mwenye shamba ni mtu ambaye alikufa mwaka wa 2017. So rais alikuwa ameongea na yeye Uganda. Rais ni mtu ambaye amezoea kusema uongo, sijui kwa sababu gani. Hajiheshimu hata na kidogo, anasema uongo. Tungependa atoe list ya watu wenye walikuwa wameshikwa wote, atuambie na wamewachiliwa kwa njia gani na nani, na tunataka tujue nani alikuwa anawashika. Lakini Rais Ruto amesema kwamba hilo halitofanyika tena chini ya utawala wake. Hili nalo unalionaje? Nakaribisha huyo msema kwamba halitafanyika tena, lakini zaidi ya hapo wale waliotenda hilo lazima wachukuliwe hatua za kisheria. Halitafanyika tena haitoshi, waadhibiwe kulingana na sheria za Kenya. Na itakuwaje kuna watu wametekwa nyara na hawajapatikana? Kuna watu walitekwa nyara wakapatikana maiti. Hao watu rais anasema nini kuhusu wao? Hapo awali umesema kwamba kuna kesi ambazo bado mnazifuatilia za wale ambao wametekwa na ambao bado hawajulikani walipo. Unaweza kuwa na idadi ya wale ambao kwa sasa hivi hawajulikani walipo? Kwangu mimi kwa sasa hivi ambao najua hawa wako ni kama watu 6, na hasa wale vijana wawili wa Kitengela, familia zao ziko kotini zikisukuma serikali iseme ni wako wapi. Lakini kuna vikundi ambavyo vimesimamia haya mambo ambao zimechunguza kwa undani, zinasema ni zaidi ya watu ambao wametekwa nyara. Unamaanisha kwamba kama viongozi, kama wanaharakati mtalifuatilia jambo hili baada ya kauli hii ya rais mahakamani? Bado tunalifuatilia kwa sababu rais wetu ni muongo, hatuwezi kumwamini, na lazima watu wawajibike kutoka juu mpaka chini. Hata rais mwenyewe awajibika, tuambie nini ilikuwa inaendelea chini ya amri yake. Ni mwenzangu huyo Jacob Safari alipozungumza na seneta wa Busia ambaye pia ni mwanaharakati wa haki za binadamu, Okiya Omtata.